Ligi kuu sio mbaya, inakwenda vizuri. Kuna mambo madogo madogo tu ambayo yanaathiri utamu na uendeshwaji wa ligi kuu. Kuna vitu vidogo vidogo sana ambavyo TFF inabidi wajaribu kuweka sawa, kwa sababu hao wanao wenye timu ambao wanaendesha mpira huo lazima waheshimiane, wawe kitu kimoja ili kusudi mpira uende vizuri. Lakini kukiwepo na malumbano tu kati ya klabu na TFF, maendeleo ya mpira yanakuwa madogo. Haijawahi kutokea muda mrefu. Ligi kuu ya NBC 25-26 imekuwa tofauti sana na 24-25. Ukiangalia msimamo jinsi unavyokwenda, yani mpaka sasa hivi huwezi kusema bingwa ni nani kwa kiasi cha timu ambazo zilizobakia, mpaka kwa mechi zilizobakia, na huwezi kujua ni nani anashuka mpaka sasa hivi. Ukiangalia gap lililopo kati ya mtu wa kwanza na mtu wa pili, mtu wa tatu na mtu wa nne mpaka wa nne, na ukiangalia mtu wa mwisho mpaka wa 10, huwezi kujua nani anashuka. In short, ligi yetu imekuwa sana kwa sasa hivi, kwa sababu nafikiri kikubwa ambacho kimechangia ligi yetu kuwa kubwa ni wachezaji wa kigeni wanakuja wachezaji wa kigeni wenye madaraja makubwa ambao wanacheza timu zetu za ndani, lakini wanaitwa timu ya taifa, na sio wanaitwa timu ya taifa, wanaenda kushiriki kwenye timu zao za taifa. Kwa hiyo imesababisha ligi yetu kuwa kubwa zaidi. Ukiangalia wachezaji wanaocheza Simba, ukiangalia wachezaji wanaocheza Singida, ukiangalia wachezaji wanaocheza Yanga, ukiangalia wachezaji wanaocheza Azam, ukitoka hapo hata hizi timu za chini ambazo unaona kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaitwa kwenye timu zao za taifa. Na hata hawa zamani tulikuwa tunaona wachezaji wengi wanaitwa timu ya taifa Yanga na Simba, lakini sasa hivi unaona hata hawa wa timu zingine za kawaida wanacheza timu ya taifa. Hii yote inaonyesha chachu ya kwamba ligi zetu zimekuwa ligi yetu imekuwa, na wachezaji wetu wanaongezeka viwango na wanajifunza, wanapata experience kutoka wachezaji wa kigeni. Soka liweze la wanaume linaendelea vizuri. Kikubwa kwa sababu kwa nini linaendelea vizuri? Ile sababu ya uwekezaji. Ule uwekezaji umesupport kuonyeshana ligi iwe nzuri. Imefanya mpaka hata wageni kutoka nje wamekuja tafuta nafasi ya kucheza hii ligi yetu. Kwa hiyo tunawashauri pia hata wadau waendelee kujitokeza katika uwekezaji, kama GSM ameingia pale kwa Yanga, amewekeza na yeye imechangia. Kwa hiyo nawapongeza pia wale wawekezaji na wengineo wajitokeze zaidi, kina Mo, kina GSM waje kwenye mpira. Lingine pia na washauri ya hizi klabu au wawekezaji ambao wamewekeza mpira wa wanaume waje pia wawekeze na mpira wa wanawake. Kule ndio mpaka sasa hivi inaonekana uwekezaji bado uko wazi hauna. Ushindani wa ligi umechochewa sana na sponsors kuwa wengi na kuweza kuzifadhili vilabu, imefanya mpira uchezwe kwa upana wake. Ingawa hatujafika huko katika nchi hadi ambayo tulikuwa tunategemea tufike, lakini kwa hapa tulipo tunauona ushindani ni mkubwa, kwa sababu timu zina uwezo wa kusafiri kutoka kwenye eneo moja na kutoka katika eneo jingine, na zina uwezo wa kuwalipa vizuri wachezaji wake na mabenchi ya ufundi. Kwa hiyo ushindani upo na ushindani ni mkubwa kwa kweli. Kwa hiyo tuna hatua ambayo tumepiga, lakini hii hatua ipo tu kwenye Super League, lakini kwenye madaraja ya chini, kuanzia daraja la kwanza ukija daraja la pili na vilabu vingine kote huko kumebaki ni maskini, kwa sababu hakuna sponsors. Na tunategemea sana ligi kuu inajengwa na msingi kutoka chini. Kwa hiyo saizi tuko juu, huku chini msingi haupo. Kwa hiyo kwa sababu umeniuliza kuhusu swala la ligi kuu, ndio nimekupa majibu kwamba wanafanya vizuri kutokana na uwekezaji ambao upo kule katika ngazi.